Sawa, acha maneno mengi. Huyu ndio binti ambaye anahitaji umtongoze na uende katika mahusiano. Lakini kikubwa zaidi, huyu ni binti ambaye anajitambua sana. Ana msimamo, lakini yuko very romantic. Kwa hata mwanaume ambaye anahitaji kuwa naye kwenye mahusiano ni mtu ambaye yuko very romantic. Kwa hiyo ndugu yangu, naomba ukienda kwake usiende kwa kukurupuka. Naenda kwa ustaarabu, tulia. Kwa sababu yeye anajitambua. Hivyo hata mwanaume ambaye anakuwa naye kwenye mahusiano anapaswa naye mwenyewe pia ajitambue. Kwa hiyo ndio kazi kubwa ambayo unahitaji uifanye. Na ukifanikiwa kuwa naye kwenye mahusiano na zawadi kubwa sana ambayo nitakupatia. Lakini pia hata kama ukiwa labda unahitaji kwenda naye somewhere kwa ajili ya kukaa sehemu tulivu ili uzungumze naye, ukihitaji kiasi chochote cha pesa, niambie, mimi sio shida zangu nitakupatia. Noah, 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 Noah. Lisa, unajua nilikuja hapa kuosha vyombo. Kuosha vyombo tena. Nilikuwa na mazungumzo private kwenye simu. Kai mume wangu, kwa nini ubadiliki? Ona mpaka unachanganya, umekuja kuosha vyombo kujikoni. Hivyo vyombo viko wapi? Kumbe bado hujaachana na wewe mwanamke. Naona bado mnawasiliana. Kwa nini unapenda kunikosea? Ni kitu gani ambacho unakikosa kwangu mpaka unakuwa hivyo? Unajua mke wangu, sijaelewa bado unamaanisha nini. Nilikuwa nazungumza tu na simu. Alafu unajisikiaje unavyomtangazia kwa Tasha kwamba sijalala nyumbani? Mnakuja mnanikuta. Lisa, mambo umesikia wapi? Mimi siwezi kutangaza mambo kwa mtu baki. Wewe ni mke wangu, kwa hiyo mambo yetu private, mambo faragha lazima tujadili sio wawili. Mimi siwezi kumwambia mtu bwana Lisa, serious nakwambia. Kai, mimi nakuelewa vizuri sana. Hakuna chochote kitaweza kutokea au kufanyika humu ndani usimshirikishe Tasha. Hilo ni jambo ambalo haliwezekani. Najua pale alipo anajua kila kitu. Baby, naomba nisikilize. Haki ya Mungu nakwambia, Tasha sijamwambia chochote kile. Hata ukitaka nenda ukamuulize. Nilichofanya mimi ni kumchukua rafiki yangu kuja naye kunywa chai nyumbani. Ila siwezi kumwambia mambo kama hayo mke wangu. Mimi kwa nini sikupendi baby? Nakujua vizuri sana. Huna haja ya kuniongopea. Kuna kitu nimemwacha kwa itakuwa serious tunazungumza kwa chakula yake. Naomba tuende tukampe kampani fulani ambayo tutazungumza naye sana. Yes, naomba niende. Tuende tukampe kampani. Vipi ndugu yangu? Tuendelee kupata chai. Unajua kaka, wakati umeondoka na shemeji pia alivyotoka hapa, mimi nilivyobaki mwenyewe nimekunywa chai na nimeridhika na nimeshiba pia. Asanteni sana kwa chai iliyokuwa bora na nzuri kweli. Nikiangalia hivi sasa muda ushanitupa mkono. Kwa nilikuwa naomba kibali chenu mimi nielekee nyumbani sasa. Shemeji, mimi nimekuzoea. Alafu naondoka haraka hivyo. Ungekaa hata kidogo. Si eti mwanangu. Mke wangu bwana. Hii mida mihangaiko sasa hivi. Tasha mpambanaji. Mwacha kafanye kazi bwana. Ndugu yangu unaweza ukaenda. Ukizingatia wewe ni mume wangu. Kama alivyokai. Nyinyi wote ni waume zangu. Leo mnatakiwa mshinde na mke wenu hapa nyumbani. Sema kweli Tasha. Lesa yupo sahihi. Hebu msikilize kwanza mke wako anasema nini. Maana hii ni kauli ya mke tena. Hebu msikilize kwanza. Au niseme? Useme nini? Niseme nini kivipi bana? Nimwambie kitu gani kinakuharakisha uondoke? Mimi mbona sina kitu chochote ambacho kinaniharakisha niondoke hapa? Tasha, sisi bwana wote ni familia, hakuna haja kuficha bwana. Si unajua mimi ndugu yako pia, friji langu aligandishi.
Nimwambie usimwambie? Mume wangu, kwani kuna nini? Au umemwacha mke mwenzangu ndani? Lisa, kama ulikuwepo vile. Sasa hapa kuna haja kuficha. Kwa kuwa mwenyewe ukurasa ushaanza kuufungua, basi acha nimalize kila kitu. Sasa mke wangu, subiri nikwambie. Siri inaitwa kwako, usimwambie mtu yoyote yule. Ni kweli hujakosea. Acha kuna mwanamke kamwacha nyumbani. What? Huwezi kuelewa nani ametulia, nani anachutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wakweli. Sasa mke wangu unashtuka nini? Kwani Tasha sio mwanaume? Wa ndugu yangu ni kidume tena rijali. Kaacha chombo cha maana, kaacha mwanamke mrembo mweupe kama White Maria. Hajakosea kuchagua, na ukimwona wifi yako lazima umpende maana mnashabihiana. Ndugu yangu na hatari wewe. Nilikuwa nakuona silent killer, una mambo mengi, ila leo umenionyesha makucha yako. Tasha. Safi sana ndugu yangu. Kidume, dume la shoka. Sawa bwana, tuachane na yote hayo. Muda umeshatarada ndio jamani. Naomba niwahi nyumbani tafadhali kama mtojali. Basi sawa, acha nikutoe nje usindikize. Sawa. Wewe uende wapi? Wewe unabaki hapa. Uoge, ubadilishe nguo, upumzike. Kisha ndo nitakuruhusu utoke. Sasa Lisa, mimi namtoa tu hadi getini hapo, mke wangu narudi mara moja tu. Shemeji, msalimie mke mwenzangu. Sawa, hamna shida. Oya, msikilize mkeo bwana. Natasha wewe. Fine boy. Kidume, dume la shoka. Ana chombo kikali hapa ndo ficha siku zote. Madam, sema asante sana. Yaani mpango ambao tumeupanga umeenda kama ulivyokuwa. Shukrani. Yaani mimi mwenyewe sikutegemea kabisa. Yaani kazi ya dakika 5 natoka na 100,000. Siku nyingine kitokea nchi kama hii sasa kunishtua kwa kweli. Kuna watu wanahangaika mwezi mzima na hawaishiki. Wewe acha tu, watu tunahangaika. Sawa madam, kwa sababu ni mgeni hapo umehamia na ni majirani sisi, tunaweza kufahamiana kwa majina kama hutojali. Mimi naitwa Mr. Tasha. Oh, nimefurahi kwa kufahamu Tasha. Mimi naitwa Lulu. Oh, nimefurahi sana kukufahamu Lulu. Wewe ni mkarimu sana. Karibu. Basi sawa. Asante. Uwe na siku njema. Haya, karibu sana. Asante. Haya. Tasha. Niambie. Nilikuwa nasemaje? Siku nyingine kitokea nchi kama hii, usisahau kunishtua. Oh. Uwa na amani, nitakwambia haraka iwezekanavyo. Sawa. Basi poa, baadaye. Haya, karibu. Asante. Naomba uniambie mwanamke uliomwacha nyumbani kwako ni nani? Kaya amesema kuna mwanamke umemwacha. Huyo mwanamke ni nani? Ina maana siku zote mimi kwenye maisha yangu nitakuwa napitia maumivu kwenye mapenzi? Mbona unionee huruma Tasha? Natoka kwa Kai na kuja kwako najua walau hata nitapata furaha. Lakini na wewe kumbe una wanawake wengi, una tofauti yoyote na huyo Kai. Kwa hiyo mimi nimeumbiwa kuumia tu siku zote kwenye maisha yangu. Tasha, mbona una huruma wewe mwanaume? Na relax nini Tasha? Wewe una mwanamke mwingine alafu unaniambia ni relax. Naweza kurelax vipi hapo?
Tafadhali Tasha, niliposikia kwamba una mwanamke umemwacha chumbani, moyo wangu uliumia sana. Si unajua nakupenda Tasha. Sawa. Mimi nakuelewa sana Lisa, lakini vipi kusana kwa upande wangu wewe? Kwa upande wangu kila kitu kiko sawa. Yule jirani yangu aliyomwambia mume wangu kwa sijalala nyumbani, nimempa hela kidogo. Kwa hiyo kila kitu kipo sawa. Sawa, vizuri, lakini sasa kitu kingine ni sawa. Unajua ni mtu wa mtu, wewe jitahidi kidogo kuchoice, kwa sababu itakuwa sio nzuri katika mimi na sasa. Just imagine, pale unanilisha ndazi, unahitaji kulisha ndazi kwa sababu kwa ingekuwa ni teacher. Kwa shida kwa sasa naomba sana control hisia zako. Kwa sababu mipaka leo inajiona mwenye hatia na dhambi kwa sana kwa kutembea na mimi. Wala usijione mwenye dhambi na hatia yoyote katika hili. Mimi nitakulinda na kukutetea kwenye kila jambo. Si unajua nakupenda sana Tasha. Asante sana kwa upendo wako. Lakini usisahau and then take care kwa siku njema. Thank you baby. Take care too. Ndugu yangu Tasha, na kitu nimeniangalia akipo sawa. Ni jambo gani tena ndugu yangu? Jambo hili kuhusu kutembea na mke wake Kai. Mzuri. Wanaona nini ndugu yangu? Kila ukikaa na mimi huwezi kumaliza maneno bila kutaja hilo jambo. Yaani lazima ulizungumzie hiyo issue. Kwani vipi ndugu yangu wewe? Huwezi ukafunga mdomo wako ukanyamaza kimya. Wewe inakuuma nini? Nakuza wewe inakuuma nini bwana? Tasha, kama nimekuza namba samani. Ni kweli mimi Kai katembea na mwanamke wangu. Lakini sio ndoa na iliniuma sana. Sasa hivi yeye ni mke wake bisa akamuoa. Alafu akishajua kama umetembea naye wewe. Nadhani atumia sana bwana Kai. Alafu wewe ukiangalia ni rafiki yako wa karibu sana na ni mshauri wake. Sasa endapo akijua uzani haitatokea jambo lote baya kwako wewe. Mimi na ndugu yangu bado mwanamke achana naye. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifo. Bwana ndugu yangu, kazi ulioniagiza ile bwana nimefanikiwa. Na mtu mwenyewe nimempata, niko naye hapa. Kwa hiyo libaki swala tu la wewe na yeye kuyamaliza. Kazi nzuri. Safi sana. Kijana, mimi shida yangu kubwa, kuna mtu unahitaji umtongoze na uwe naye katika mahusiano. Vipi hiyo kazi utaiweza kweli? Kiongozi, mbona swala dogo sana hilo kwa upande wangu. Kuhusiana na hao mabinti hao hizi sketi hizi. Mimi kwangu ni vitu vidogo sana hivyo. Kwa hiyo ondoa shaka kuhusu hilo. Safi sana. Nimependa hiyo. Kwa huyu mtu mimi nahitaji uongee naye, umtongoze vizuri na akuelewe, umuingize kwenye 18 zako awe mtu wako. Sawa? Kiongozi, hilo ni swala dogo sana kwa upande wangu unajua. Kwanza mimi mtaa mzima hapo ananijua kama mimi playboy. Unajua Kwa masuala masketi hizi vitu vidogo sana kwangu. Yaani wenyewe kwanza wakiniona kwanza unajua ile hai unajua. Kwa hiyo ondoa shaka na nadhani ni muda mfupi tu wa kumpata huyo mrembo. Kwa sababu hata wenyewe muda mwingine wanajisogeza kwangu hata mimi siwataki wala nini. Unajua? Mwana anaelewa, unajua? Afu issue nyingine, yaani kama ukitaka masuala hata tukiwa naye kwenye room nini, mambo ya kumrekodi, mambo ya kutumia connection kwangu good sana yani. Unajua? Ndio vitu vyangu. Sijalo wala nini. Huyu vipi huyu? Mbona unaonekana akili yake yani iko lazy, yani mtu ambaye yani hajatulia. Hii kazi ataiweza kweli huyu? Yani anakuwa na machachari kweli kweli yani. Hii kazi inahitaji mtu ambaye akili yake imetulia. Sasa wanasema umrekodi connection yake ili iweje? Mume analetea mtu namna gani huyu? Bora yuko vizuri tu blaza, unasoma si tena. Bora yuko yuko fresh tu kabisa. Nisikilize kijana. Huyo binti
ni mtu ambaye ana heshima zake, anajiheshimu sana, na kikubwa zaidi ni mke wa mtu. Lakini huyo mume wake ni mtu ambaye ana kimdomo mdomo sana. Kwa mimi lengo la kutafuta huyo mtongoze mke wake, nahitaji tu nimkomeshe kwa namna hiyo. Sasa ukisema kwamba umrekodi sijui unipe connection, mimi ni kitu ambacho sikihitaji. Hiyo ni nje ya makubaliano. Na usije ukathubutu kufanya hiyo kitu hata mara moja. Wow. Hilo ni swala dogo sana kiongozi. Sasa mimi naweza nikawa nayo mrembo. Ni swala la kumpata ni dakika 0 sana. Je, sasa naweza nikamjuaje? Kama una picha yake unaweza ukanionyesha? Bila shaka. Inapaswa nifanye kila kitu ili huyu kijana afanikiwe kuwa kwenye mahusiano na Lisa. Na pindi akifanikiwa kuwa na mahusiano na Lisa, basi hapo rasmi mimi nitakuwa nimejivua kwenye huu msala. Unajua nini kiongozi? Mtu yani, unajua ana vitu vyangu yani mrembo. Yaani fulani kajazia na minyama. Unajua ana vitu vyangu, kwa mimi nitapita naye huyo. Unajua sehemu yote nikipita naye anaonekana kabisa mtu fulani hivi Mnyamwezi kapita na kiumbe. Kwa hiyo mimi nitadili naye swala la muda mfupi tu. Sawa, acha maneno mengi. Huyu ndio binti ambaye anahitaji umtongoze na uende katika mahusiano. Lakini kikubwa zaidi, huyu ni binti ambaye anajitambua sana. Ana msimamo, lakini yuko very romantic. Kwa hata mwanaume ambaye anahitaji kuwa naye kwenye mahusiano ni mtu ambaye yuko very very romantic. Kwa hiyo ndugu yangu, naomba ukienda kwake usiende kwa kukurupuka. Naenda kwa ustaarabu, tulia. Kwa sababu yeye anajitambua. Hivi hata mwanaume ambaye anakuwa naye kwenye mahusiano anapaswa naye mwenyewe pia ajitambue. Kwa hiyo ndio kazi kubwa ambayo unahitaji uifanye. Na ukifanikiwa kuwa naye kwenye mahusiano na zawadi kubwa sana ambayo nitakupatia. Lakini pia hata kama ukiwa labda unahitaji kwenda naye somewhere kwa ajili ya kukaa sehemu tulivu ili uzungumze naye, ukihitaji kiasi chochote cha pesa, niambie, mimi sio shida zangu, nitakupatia. Safi sana kiongozi. Wewe mwenyewe unaelewa mambo yetu. Unajua mambo ya kuvimba fulani hivi. Unajua kishoka. Mimi nimependa sana. Yaani mimi kwanza nitakuchukua mtoto baby mama afu nitakuwa natoka naye sehemu mbalimbali. Lakini kama namna gani vipi? Sinaweza nikaishi milele au sio? Forever ni unajua namna gani zile. Unasemaje? Nimependa sana ujasiri wake. Nilikwambia ujue. Safi sana. Ndoa ni moja ya kiapo kilichokufana kuzikana. Ndani ina siri nzito ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifunio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama